Ikitokea ukasema neno hili mara 3, yaani Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, mbele ya kioo chochote, basi ndo itakuwa siku yako ya mwisho kuonekana tena duniani. Bloody Mary, Bloody Mary. Ni neno ambalo ikitokea umelitamka mbele ya kioo, basi familia yako na watu wako watabaki wakilia. Ni neno ambalo lilipigiwa marufuku kutamkwa kwa mambo yake ya kutisha yanayotokea baada ya kutamka maneno hayo. Neno hili ni jina la binti wa mfalme wa Uingereza mwaka 1553 aliyejulikana kwa jina la Mary Tudor, baada ya kuiacha laana ya maneno na kutoweka. Maneno ambayo ikitokea umeyatamka mbele ya kioo, basi unasahaulika kabisa kwenye uso wa dunia. Ilikuwaje mpaka mambo yote haya kutokea? Lakini hakuna aliyewahi kujiuliza ni nani hasa Bloody Mary. Basi leo tutachambua hadithi hii ya Mary Tudor, mwanamke aliyeacha laana ya kioo cha mauti. The Storybook. Ili kupata ukweli, tunapaswa kurudi nyuma hadi mnamo miaka 1553 nchini Uingereza. Huko kulikuwa na mwanamke aitwaye Mary Tudor aliyefahamika kama binti wa mfalme, lakini maisha yake hayakuwa ya kifalme, huku ndani ya moyo wake ukiwa umejaa maumivu, visasi na upweke, baada ya kuona matukio anayofanyiwa mama yake, akitengwa, akidhalilishwa mbele ya watu, ambaye alikuwa ni mke wa pili wa mfalme. Kitendo hicho kilitokana na mama huyo jifungua mtoto wa kike ambaye ndiye Mary, na kwa wakati huo mfalme alihitaji mtoto wa kiume, na kusababisha mfalme kumkana Mary Tudor kwamba hakuwa damu yake, na jamii yote ikamwita kwa jina moja lenye maumivu, mtoto haramu. Lakini kwa kuwa mfalme hakuwa na mtoto wa kiume, ilibidi Mary Tudor arithi kiti cha baba yake na kuwa malkia. Siku alipokuwa malkia, aliapa kurejesha heshima yake na thamani ya mama yake, lakini madaraka yake hayakumletea furaha. Wananchi walimchukia, wakimwangalia kama dhaifu na sio malkia anayefaa kuwaongoza. Haikuishia hapo, washauri wake pia walimwogopa baada ya kuanza kuwa na roho mbaya ikijaa ukatili. Pia mwili wake ulimsaliti baada ya kuharibika kwa mimba aliyokuwa amebeba. Alihitaji kuwa mama, lakini ndoto zake ziligeuka kuwa maumivu, na kibaya zaidi, mtu aliyekuwa akimpenda na kuwa karibu yake, ambaye ni mume wake, na yeye pia alimwacha. Kwa wakati huo mgumu, kwa kuwa alikuwa peke yake, basi alianza kuzoofika kiafya. Lakini kila baada ya muda, Mary alianza kusikia sauti za ajabu zikihusisha nguvu za giza, kwa sauti zilizomwita kwa majina ya ajabu ambayo hakuna binadamu mwingine aliyesikia sauti hizo, zikitoka ndani ya vyumba vya siri kwenye kasri lake, mahali ambapo hata walinzi waliogopa kupita. Lakini yeye alijawa na shauku ya kujua hizo sauti ni za nini. Alipokuwa anakaribia kile chumba, ndipo sauti zilipozidi na hatimaye aliingia ndani. Alikutana na wachawi waliotengwa na kanisa. Walimfundisha uchawi wa zamani sana, uchawi wa kufungia roho ndani ya kioo. Lakini kulikuwa na gharama moja tu, inabidi ajitoe sadaka. Mwenyewe Mary, baada ya kuona kila kitu hakina dhamana tena kwenye maisha yake na binadamu hawamsamini tena, alikubali na kujitoa sadaka ili alipize kisasi chake kwa kuwatesa binadamu wote walio karibu yake. Inakumbukwa katika pumzi zake za mwisho, Mary alinong'ona kwa hasira akisema maneno haya: "Let them never forget me. Let them call me and meet my pain." Ambayo yalikuwa yanamaanisha wasinisahau, waniite na wakutane na maumivu yangu. Mwisho akamalizia Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary.
na kisha akatoweka. Watafiti na wachambuzi wa mambo ya kiroho wanasema nafsi yake aliamka kwenye ulimwengu wa giza wa vioo na ikawa mwanzo wake wa kufanya matukio ya ajabu. Inakumbukwa, ipo hadithi moja ya mtoto mdogo wa miaka 15 aliyenong'ona jina la Bloody Mary, huku akiwa anarekebisha nywele zake akijiangalia kwenye kioo. Na hapo ndipo tukio la ajabu lilitokea na kufanya jina hilo kuanza kuogopeka. Ilisikika kelele ya mtoto akisema, "Na kuogopa Mary." Na baada ya hapo hakuonekana tena, na kilichobaki zilikuwa ni damu na vipande vyake vya mikono pamoja na miguu. Yalitokea matukio mengi ya kutisha sana. Inakumbukwa tena, mnamo mwaka 2019, marafiki watatu kutoka Chicago waliokuwa wakijihusisha na mitandao ya kijamii kama content creator waliamua kufunga safari na kuelekea katika jumba lile la zamani lililotelekezwa kwa nia ya kwenda kufanya mdhaha na utani, kwa sababu hawakuwa na imani na historia hiyo. Huku wakicheka, wakirekodi video, wakajifungia bafuni, wakaangalia kioo na kusema, "Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary," wakiwa wanacheka na kuleta utani. Mwanzo hakuna kilichotokea, lakini walipoteuka kuondoka, baada ya kuona hamna kitu kinachotokea, kioo kilianza kupata ukungu, kisha alama ya mkono ikaonekana. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu bikalimatillahi tammat. Lakini mmoja wao aliyejulikana kama Emily, yeye hakukimbia. Alisimama akatazama kioo, huku akirekodi kwa muda mrefu sana kuona nini kinatokea. Marafiki zake wanasema Emily alianza kuoza, kisha ghafla akaanguka chini na ngozi yake ilianza kumwaika. Inasimuliwa kwamba mwili wake wa Emily ulikuwa kama umesagwa na kubakishwa mifupa, huku damu na vipande vyake vya nyama vikitapakaa chini, na video yake ilimwonyesha akitamka maneno yale yale. Bloody Mary si mzimu wa kawaida na wala si hadithi ya watoto. Ni maumivu ya malkia mwenye machungu na hasira za laana, iliyozaliwa kwa usaliti na kufungwa ndani ya vioo. Na unapoliita jina lake, haji kukuogopesha tu. Hii ni The Storybook New. Subscribe channel yetu kwa mambo mazuri. The Storybook.